ni kwamba tusiogope wala tusikatae akili unde. Wito wake ni kwamba kadiri teknolojia inavyozidi kuwa ya kisasa na ya kiakili, ndivyo na sisi binadamu sasa tunapaswa kuzidi kuwa waaminifu, wenye upendo na wenye utu. Tusiruhusu maendeleo ya mashine yazidi uzuri wa binadamu wetu. Maendeleo makubwa sasa na teknolojia yawe ni kwa ajili ya kukuza na kudumisha misingi ya haki, amani, ustawi, utu na heshima ya familia ya kibinadamu. Kwa kuwa makini na hivyo kuwarejeshea watu imani na matumaini. Kwa hiyo teknolojia hii isiondoe matumaini wala isiondoe imani kwa watu, bali itumike kama nyenzo sasa ya kuturejeshea sisi imani na matumaini. Baba Mtakatifu akatai maendeleo, anayakubali maendeleo kabisa, bali anasihi kwamba teknolojia lazima iwekwe chini ya mamlaka ya maadili ya kibinadamu. Lengo ni kulinda hiyo utu wa mwanadamu, ili isiruhusiwe kamwe kuchukua nafasi ya dhamiri, nafasi ya hisia na maamuzi ya mtu. Isifike mahali sasa mtu anakosa maamuzi, kwamba chombo ndio kinamfanyia maamuzi ama robot ndio inamfanyia maamuzi. Ubinadamu unakuwa pekee pale unapotumia mashine kurahisisha maisha, lakini unakataa kata kugeuzwa kuwa mtumwa wa kanuni za kompyuta zinazoweza kufuta utu wa mwanadamu na uhuru wa kuchagua. Kwamba sasa uwezo ukachagua mpaka kompyuta ikuchagulie, kwamba ukiambia chagua hiki na hiki, mmoja ukaenda ukaulize kompyuta au kaulize AI kwamba kati ya hiki na hiki ni kipi ni kizuri, ndio ikuletee. Wewe unapata uhuru wako wa kuchagua unakosekana sasa. Kwa hiyo binadamu unabaki wenye kupendeza pale tu tunapokataa kugeuzwa kuwa watumwa wa kanuni za kompyuta ambazo hazina roho wala hazina huruma kama tulivyosema. Lengo kuu ni kuhakikisha kuwa AI inatumika kama chombo cha kumtumikia mwanadamu na kuleta usawa, na sio chombo cha kufuta uhuru wa kuchagua ama kuongeza matabaka ama ukweke duniani. Mwishoni, katika waraka wa Kitume sasa katika Humanitas, Baba Mtakatifu Leo wa 14 anapendekeza programu ya maisha ya Kikristo inayosimikwa katika kiasi, lakini inayohitaji nguvu ya kuweza kukabidhi mabadiliko ya teknolojia wakati wowote kwa mwanga wa Injili. Wapendwa, kama nilivyowahi kueleza kwamba kanisa huwa linatafsiri hali za maisha ya kijamii ya mwanadamu kwa mwanga wa kiinjili. Kwa hiyo katika kipindi hiki ambapo sasa kumekuwa na teknolojia kubwa, sasa kanisa ndio limeangalia sasa kwa mwanga wa Injili, ishara na uaminifu na ukweli, likaangalia hali ya kijamii na maisha ya mwanadamu, ndio likatoa huo waraka ili kuelekeza jamii katika mfumo huu wa akili teknolojia wa akili unde sasa, ama mfumo huu wa teknolojia ya kisasa, mwanadamu aishije ili asije akaanguka kuwa mtumwa. Na ni kama vile tu wakati wa ule waraka wa Papa Leo wa 13. Kwa kweli Papa Leo wa 13 ambaye huyu amechukua jina lake Leo wa 14, yeye alitoa waraka wake maarufu sana unaoitwa Rerum Novarum, yaani ukitetea haki za wafanyakazi kipindi kile cha mapinduzi ya viwanda kule Ulaya miaka 1750 na kuendelea hapo. Tunafahamu kwamba baada ya mapinduzi ya viwanda wanadamu walitumikishwa sana kufanya kazi mpaka masaa 18, wakajeuzwa kuwa watumwa. Kwa hiyo kanisa likatoa sasa ile misingi kutetea haki za wafanyakazi na utu wa mwanadamu. Kwa hiyo njia hii inawezekana kuwa waaminifu katika kutafakari mpango wa Mungu katika maisha, kwa kujenga na kudumisha umoja na ushirika wa kikanisa, kwa kushiriki kikamilifu katika maadhimisho ya fumbo la Ekaristi Takatifu, sanjari na kujikita katika ujenzi wa ulimwengu unaozingatia wema kwa wote, na kuendelea kusali katika umoja pamoja na Bikira Maria mama wa kanisa, ili watu wote wawe ni wajenzi wa vyombo vya matumaini, tayari kumwimbia Mwenyezi Mungu utenzi wa sifa na wa shukrani kama alivyofanya mama yetu Bikira Maria katika ule utenzi wake wa Magnificat ambao tunausali katika masifu ya jioni kila siku. Tunauimba na tunamwimbia Mungu sasa utenzi wa sifa na shukrani. Kwa hiyo na kama umeona hapo waraka huu ni kama umeanza na Magnificat Humanitas, kama umechukua hilo jina la Magnificat ya huo wimbo wa utenzi wa Bikira Maria. Kwa hiyo kwa mantiki Papa anasisitiza, na ilitolewa hiyo sasa siku ya maadhimisho ya Bikira Maria mama wa kanisa hiyo tarehe 25 Mei mwaka huu. Kwa hiyo kuna uhusiano mkubwa sana sasa hapo kwamba ili utu wa mwanadamu uweze kuwa wa kupendeza na mwanadamu aweze kumtolea Mungu wake sifa na shukrani, lazima akubali kutawala vile ambavyo anavitengeneza kwa mikono yake, na asije akawe kamwe mtumwa wa vile ambavyo amevitengeneza kwa mikono yake. Sifu Yesu Kristo.